Watazamaji na wapendelevu wa Moba Actuality Media duniani kote mnakotufuata mida na kama na hii, kwanza nijitambulishe, langu jina ni Kiuma wa Kiuma Pierre, na nyuma ya kamera niko na HK Héritier Kalala. Basi siku ya leo tulitoka maeneo ya kwetu Kirungu tukajielekeza maeneo ya Mlonde, kule ambako kuna msiba wa kiongozi mkuu wa Chefferie Manda, Baba Manda Bosco, ambaye alituacha siku mbili hapa iliyopita, na leo hii tumeamua kujielekeza maeneo ya msiba, na hapa ni mwanzo wa parcel ya kuingia ku biro ambako kulikuwa tumikia chef, na kule ndiko ambako kunapatikana dalili zote za kilio. Kumbe na kuomba usitoke pembeni ya television yako, endelea kwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho ukifuata namna gani kilio kilivyoandaliwa na matemoignage mbalimbali ya wakaaji na viongozi wa magroupement, viongozi wa masekter na bengineo. Basi tunakukaribisha, karibu. Nyuma ya kamera nikukumbushe ni HK, chini ya uongozi wake kaka Lisienda Fred, mimi ni Pierre. Karibu na upate video hii. Ya, watazamaji wapenzi na wapendelevu sana wa Moba Actuality Media, jinsi tulivyomejuza ya kwamba mahali ambako tuko ni kusehemu ya msiba ya sultani mkuu Manda wa udongo wa Manda, maeneo ya Mlonde. Basi huyo ambaye tunakutana naye ni mmoja kati ya wafanyakazi kwenye ofisi ya shefu ambaye aliyetuacha. Kwanza atajitambulisha na tutajua kazi yake ilikuwa ni kazi gani na alikuwa anafanya nini kwenye ofisi hii. Baba, jambo. Jambo sana baba mtangazaji. Ndio baba, sijui kwanza kwa majina mnaitwa nani? Ndio, kwa majina naitwa Kalunga Mukonsi Frederic. Baba Kalunga Mukonsi Frederic. Sijui baba Kalunga, unakuta kwa ofisi kuu ya chef ambaye alituacha, sijui ulikuwa kuna kazi gani kwenye ofisi hii? Kwenye ofisi mimi ndio katibu mkuu wa ofisi ya Chefferie Manda. Watazamaji wapenzi na wapendelevu wa Actuality Media, baba huyu alikuwa ni secretary, yani katibu mkuu wa Chefferie Manda. Baba Kalunga, ya msiba wa kiongozi ambaye alituacha, sijui kwanza wewe na kiongozi unaweza kufasiria mliishi naye je katika kufanya kwenu kwa kazi? Kwa kweli kiongozi ambaye tumempoteza tuliishi naye vizuri kwa sababu ni mchapakazi, mtu ambaye anajua kazi, ana vigezo vyake ama kriteria, tuko na maprincipe yake ya kazi yenyewe unapaswa kurespekte, na ukirespekte ile maprincipe vraiment anakuwa rafiki yako, utatumika naye sans problème. Ukao ukienda andeu na maprincipe yake ya kazi pale, njoo utasema hapana, mzee ni mbaya, ila ni mtu mzuri sana, msikivu, mpokeleaji, mfurahi. Ndio baba Kalunga, tunasikia unatuambia kweli namna gani mlivyoishi naye. Sijui kwanza wewe kwa katibu ulikala hapo ukiwa na miaka mingapi na ushafanya miaka ngapi pa ile cheo ya ukatibu? Ndio, sijakawia sana, c'est depuis mwezi wa 3 ndio nilikuwa huko affecté comme secrétaire administratif mpaka leo vile kisha natacha. Mwezi wa 3 wa 2025. 2025. Ndio. Ina maana hujakawia naye. Sasa mkutoka ukawia naishi naye siku kidogo. Namna gani kwanza ulipokea habari ya msiba ya kiongozi na mtu mwenyewe unaishi naye kwa muda kidogo sana?
Kwa kweli vile ni sikufanya naye muda mrefu, lakini kwa hii masiku niliishi naye vizuri sana. Na kwa kuwa ametoka hivi karibuni safarini, mimi ndio mtu ambaye nimempokea kule bandarini akiwa na afya njema. Ni siku ya 5 iliyofuata ndipo hali ya afya ya sultani mkuu ilianza kuzorofeka. Kasikia kama sultani afya si nzuri. Nilikuwa tukamwona, tukafanya jitihada yote. Kwa kweli tulijipiga kome na kushoto kwa ajili ya kutafuta uhai wake, haikuwezekana. Na nikufika siku ya pili na saa ya 12h30 ndipo walikuja kuniona twende uone. Nilipofika sultani ambaye nimemwona mchana akiwa hai, tukaongea naye asubuhi. Kufika midi bana niambia kwa uone nenda kukuta ni maiti. Nilitetemeka kwa kweli. Sikuwa na neno, nilishinda neno la kusema. Sikuona nini la kufanya kwa sababu tuliona sasa vile tunafika mwisho tunafungika. Hatuoni mbele, hatuoni nyuma. Kwa kweli ni kitu kikubwa ambacho kinatupata. Sheferi ya Manda inapoteza mtu mnene sana, pia tarafa nzima ya Moba. Kwa maana ilikuwa ni sultani ambaye alikuwa na autorite yake ya sultani. Anajua kujiheshimisha kama sultani. Na anaposema neno kila mtu weko na china kusikia uoga kama sultani anasema. Kwa hivyo kweli tunampoteza. Ni mapenzi ya Mungu. Hatuwezi tukakuwa na mengi ya kusema. Mungu mwenyewe anajua kile ambacho alikipanga. Tungali na mwandishi, yani katibu wa Sheferi Manda. Baba katibu, tunaweza kuzungumzia sasa kuhusiana na maisha ya sultani. Kwa sababu ulikuwa karibu naye, unaweza kujua mawili matatu. Sultani ambaye anafariki, majina yake yote matatu unaweza kuyafahamu na ukatuelekeza? Ndio, kwa kuwa ni sultani mkuu anachukua kwanza jina ya nchi. Ndio. Anaitwa kwa jina la Manda Kabunda Kaoma wa Kilinda Jean Bosco. Hiyo ndio majina yake halisi. Na baba Jean Bosco alikuwa ni sultani aliyekombola nani? Kabla yake palikuwa nani? Baba sultani mkuu Manda Kabunda Kaoma Jean Bosco ni sultani ambaye amekomboa baba sultani Manda Kaseke Joseph. Mage kisha baba Kaseke Manda Joseph ndipo akapata baba Bosco. Ndiyo. Haya, sijui baba mwandishi, tunakuwa na ulizo ya mwisho kutoka kwako. Namna gani kilio kiko prepare na maiti ilisha kuzikwa wala iko? Kitu ni mtakuwa mnatujuza kilio kiko prepare, je, bashefu bambali basha kufika wala hapana? Nabo wanakuya na hadithi gani kule walishikia nabo, je? Paske mafununu kwa mingi, ukienda mbaporo wanasema bingine, ukienda huko wanasema bingine. Alo ulishikia je washefu kutoka masehemu nyingine? Kama wanasema nini? Siwezi kuwa na maneno mengi. Imeshatimia. Kilio kiko kinaendelea kwa sababu ni sultani mkuu sana. Kwa hiyo hatuwezi tukasema siku gani ambayo tutafagia. Tutaendelea kukaa hapa tukisubiri wageni wa kutoka pande zote, kwa maana ba chef de groupement bengine abayafika, ba chef de chefferie, ma delegation fulani ndio tuko hapa tunaendelesha kilio mpaka siku ambao wale wageni wote ambao watafika na programa itakapotoka ya kusambaza kilio. Mpendelevu wa Moba Actualite Media, tuliokuwa naye ni baba katibu mkuu wa Sheferi Manda. Na hapa tulikuwa tunajua tu namna gani kilio kilitokea, namna gani shefa alikufa, nadhani balisha tuelekeza. Basi mengi zaidi tutazidi tukufahamu, tutaangalia bashefu bengine na bengine mtazidi kufahamu mengi kutokana na maisha ya shefu Manda Jean Bosco. Asante. Kwanza tunakutana tena na mmoja kati ya wafanyakazi tena wa ofisi hii. Tutamfahamu majina na mengi zaidi. Baba jambo. Jambo. Sijui baba wa kwanza kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa kwa jina Lusinga Stefani. Baba Lusinga, sijui kwanza wewe tunakuta ndani ya mmoja wa wafanyakazi wa ofisi ya Sheferi Manda. Ulikuwa mwana kazi gani ndani ya ofisi? Mie ni receveur comptable wa Sheferi Manda. Sasa Kifaransa kinatusumbua. Ndio. Unaweza tuambia ile mkiswahili? Mimi ni mlinda hazina, kifupi mlinda hazina wa Sheferi Manda. Sawa. Pale ndio watazamaji wanaweza kukuelewa. Sijui tunakutwa ndani ya maeneo ya msiba. Baba Lusinga, sijui ulipokea je kwanza msiba wa kiongozi?
vraiment ni mstuko tu. Ginsi alikuwa bien, alitoka hapa anaenda Kalemi iko tu sawa, kurudia mercredi tunampokea iko sawa, jeudi alikuwa sawa, ni vendredi tu ile ndio tunaitwa kuya muone sultani wenu. Na paka hivi kufika mardi anatuacha, na kitu shaumia sana. Na namna gani kwanza uliishi naye sultani miaka ambayo mnaishi naye? Ndio mimi 2020 nilikuwa percepteur wake mtoza kodi. 2021 nigeuka préposé à l'état civil. 2022 ndio wananionyesha niwe mlinda hazina. Depuis 2022 paka hii leo nilikuwa naishi naye bien sana. Kipindi tulikuwa bado tuko nje, tulikuwa tunasikia tu Bosco eko hivi. Mimi kipindi nilimsogelea, hapana. Eko hivi, usipofuata vile yenye atakuwa anakuonesha. Mimi ukiwa tu mtu wa kufuata vile yenye kusema ni mtu mzuri sana, Na sijui baba mlinda hazina, wako ndio tutakuwa na swali. Ni mambo mangapi ambayo Chef Bosco anaifanya mwingine humo? Ni vitu vingapi alifanyia bakaji? Ile sio mimi tena taisema. Kwa sababu raia ndio itaweza kusema alitufanyia hivi, tufanyia hivi. Nikisema mimi itakuwa sababu napendekeza kwa sababu ni mfanyakazi wa hapa. Asante. Ndio baba, ulizo yetu ya mwisho ni kusema kama sijui baba Lusinga, namna gani unavyoona gisi chef anatuacha? Panaweza kweli kupatikana wakili kama yeye mgisi Mungu mnamsemea mazuri pekee? Gisi tunaishi na baba Sultani Bosco, pakionekana mwingine atakuwa tofauti na yeye. Ndio sijui ayenye mkadre nyingine, mais mkadre sécurité bon sabila atakuwa atuwezi, sijui hapa tunalia Mungu atupashie kitu kingine kiumbe kifanane kwa hata kadogo na sultani ambaye anataka utuache. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Actualite Media, gisi tulivyomjuza, maeneo tuliyoko ni maeneo ya msiba ambako sultani mkuu wa Sheferi Manda alituacha. Basi tunakutana tena na mmoja wa viongozi katika tarafa yetu ya Moba. Sijui mtajua ni kiongozi wa sehemu gani na ni kiongozi jina lake nani. Basi baba, mjambo. Jambo sana. Ndio baba kiongozi, sijui kwanza tulitaka tujue kwa majina mnaitwa nani? Mimi naitwa Sultani Kilunga Kasongo Lonzia Etienne. Baba ni Sultani Kilunga Kasongo Lonzia Etienne. Baba Sultani Kilunga, tulikuwa nataka tujue kwanza Kilunga ni sehemu gani? Kwa wasikilizaji na watazamaji wajue Kilunga. Kilunga ni groupement inapatikana msheferi ya Manda, kwenye kilomètre 85 à peu près. Donc pita Pepa njo naenda Kilunga ni 7 km na Pepa. Pole sana baba Sultani Kilunga, tulilokukuta kwenye maeneo ya msiba wa kiongozi mkuu wa Sheferi Manda. Sijui kwanza namna gani ulipokea msiba wa kiongozi? Ilikuwa ni mstuko, ilikuwa ni mardi, niko Kirungu, sekretari akanita ku telefone mano après-midi, kuya haraka sana. Bon, sikujua ni nini. Nafika hapa, kaingia kwenye ofisi, mapana tuende ku residence. Ingia ndani ya mpango, akanionyesha no, tunakuita ni pasha tu kama mzee ametuacha. Bon, ilikuwa mstuko mkubwa sana. Hatukutarajia parce que mtu alifika mercredi kutoka Kalemi. Na mardi mtu malali hatukujua. Bon, tulienda kuangalia effectivement kweli mkufa. Bon, tukamata mipango mbalimbali ya kuanzisha maombolezo. Ile siku lakini maombolezo ilikuwa tu vijana njoo mambo ilianza yenyewe kabisa yote na mambo yote ya kuendelea na vile tunafika mpaka kwenda kumalizisha. Pole sana baba kiongozi Sultani Kilunga. Baba Sultani, sijui wakati wa uhai wa baba mkuu wa Sheferi Manda, namna gani mlivyoishi naye katika uongozi wake? Kwa upande wangu naweza kusema mimi tulikuwa tunaishi vizuri. Tulikolabore naye kama vile chef de chefferie wetu. Hakukuwa tatizo
Antuka nisikuwa na tatizo, kazi ilikuwa kama kawaida, ripoti kila mwezi tulikuwa tunamletea, mashauri alikuwa anatuletea kwa kuongoza magrupu zetu. Hakuna ubaya kwa upande wake katika uongozi kungambo yangu personnellement. Sijui kwa wengine. Ndiyo, tunajua kama huzuni iko ndani ya mioyo yenu sana. Na gisi mnavyofikiria kwa mazuri ambayo mnasema mlishi naye vizuri, kweli mnaweza pata sultani tena mwingine mzuri zaidi ya huyu baba? Ile ni kutarajia jamaa kuona mtu watakaochagua kwa kurithi ile sultani. Sisi wote tutakuwa tunaangalilia tuone kama atakuwa na mwenendo gani. Ndani hatutachoka akiwa na mwenendo mbaya, tuko washauri. Tutaweza kumshauri. Ndio, ndani ya Sheferi Manda baba Sultani Kilunga, ndani ya Sheferi tunajua kama ulikuwa sultani kwa groupement. Sasa ndani ya kamati ya Sheferi au kwa hata na cheo fulani wala kazi fulani? En tout cas, bon, sikuwa na cheo sauf que katika uongozi Sheferi mzima hakuna mwenye miaka kwa uongozi. Mimi ni doyen mwa hii Sheferi. Mshafanya miaka ngapi uongozi wa groupement kule Kilunga? Miaka 46. 46. Ndiyo. Pale kweli tupige kwanza mahesabu kidogo. Ina maana baba sultani na yeye anafanya miaka mingapi muongozi wake? 29. 29. Ina maana alikuzidi miaka 3 na ukaingia pakiti. Hapana. Yeye anaingia 96. Ndiyo. Ndiyo. Mimi naingia 79. Uliingia kabla yake. Ndiyo. Sasa tulisikia kama nyuma ya baba Manda Bosco palikuwa shefu mwingine hapa. Na alikuwa anaitwa kama Manda. Sasa ndio. Alikuwa nani wa shefu Manda? Palikuwa Manda Kaseke, mjomba wa Manda Kabunda. Alikuwa muyomba. Ndio. Wakati wake na wewe ulikuwa mkazi? Nilikuwa mkazi kabisa. Mimi naingia 79, mkazi peko Manda Kaseke. Nilitumika naye mainterim, nilikuwa kufanya kipindi yake hapa. Akafa na tunakuwa na Manda Kabunda. Yeye alikuwa anakuwa kufanya mainterim hapa. Sasa wakati nadhani kama hapo ndio mtatupashia hadithi vizuri zaidi kwa sababu wewe ni wa kabla ya Chef Manda Bosco. Sijui Chef Manda Bosco katika kuoa kwake alikuwa na wake wangapi hapo? Bon. Mke wake wa kwanza ni Mama Caroline. Balifaragana wakati anaenda kuoa sasa Mama Bernadette Komekome. Na bahati mbaya naye akakufa, ndio akaoa Mama Brigitte. Brigitte alifanya naye mariage religieux mission cathedrale kule. Ndio. Aliishi naye hapa, kisha baada kufaragana hatukujua. Kisha aliishi peke yake muda wa kuenea, ndio akampata mama huyu anamwacha hapa, Mama Ngandue Chantal. Ndio. Sijui tunasikia katika asili zamani huyo mke wa kwanza ndio mzungumzio wa kwanza toa baba Manda Bosco inakoka ni kuolewa. Sijui kama na Mungu ndio mlinda kumuoea baba Bosco wala alioka na mali yake peke. Bon, wakati wa kuoa vraiment siwezi kusema kama nje iko sawa vile mjomba Manda Kaseke ndio alienda ndio alimuoeaka. Sultani mkubwa Manda Kaseke ndio alipasha kumuoea. Pole sana baba. Sijui kule kwa groupement yako ya Kilunga baba Manda Bosco aliwahi kufanya kwa mazuri gani kubakaji bakule paske tuko mbali na boa tungisha bauliza bakaji mazuri aliyofanya kule. Bon. Kwanza kipindi moja wakati ya mafujo tu wa vijana wetu wa Element alikuwa kuleta sensibilisation, kuletesha amani. Akanyamazisha kwanza ile pale kwangu, balikuwa kishaanza ile mafujo alinyamazisha, na kwa Mwange surtout na kwa kulikuwa vile. Lakini mambo mingi hatutataja, mambo mengi aliyofanya kwa faida ya ile groupement. Pole sana. Ina maana alifanya mazuri mengi ambayo hayahesabiki. Ndio. Tunashukuru baba Sultani mkuu. Sijui
kufuatana na msiba, unaweza na kuwa na ujumbe gani kwa wale wote wenye kutazama na wote ambao watapokea habari ya msiba baba kiongozi? Message yangu nitawaelezea tu pole kwanza, kwa pole kwa kumpoteza sultani wetu mkubwa, na pole kwa wale wote walikuwa tuko na hudhuria nao msiba huyu. Vraiment inatuacha katika machozi na uchungu mnene sana. Mungu Mwenyezi anaweza kutuacha katika hali mbaya, lakini tutaomba tu tuishi katika amani na mwendo mzuri. Asante sana. Asante. Tunashukuru. Nashukuru.